Jina naitwa Saidi Mzee Mselem, ni mjukuu wa Bi Juto Ali ambaye ni mmiliki halali wa eneo hili tangu miaka hiyo mpaka jana ambako tumepata hii hukumu, ambayo kuna mtu mmoja alikuwa anatusumbua. Ni miaka mingi tumevumilia mpaka familia ilikata tamaa kwa sababu ya sarakasi nyingi mahakamani hivi na hivi. Ameturusha mahakamani mara nyingi, mara mahakama hii, mara mahakama hii, mara mahakama hii. Tulianza wilaya, zoezi akaliona haliwezekani pale, akaturusha akatupeleka makao makuu kule ardhi, mahakama kuu ya ardhi. Lakini tulipofika mahakama kuu ya ardhi, sisi tulisimama kwenye muhimili kwamba kesi yetu ni ya hela ndogo, ni kiasi cha shilingi milioni 11 na kurejesho ilikuwa ni mrejesho kama wa mkopo. Lakini yali tupeleka kwenye mahakama ambayo ina mamlaka ya kusikiliza kesi kuanzia milioni 50 kushuka chini. Ila hoja zetu za msingi hizo wakati tunatoa pale mahakama kuu ya ardhi hazikusikilizwa, zikaonekana ni hoja kama babaifu kwa sababu yeye sijui njia gani alikuwa anatumia. Kweli ilivyotoka pale hukumu 2015 tulijitahidi, tukaenda kukata rufaa. Tulipoenda kukata rufaa ilikuwa ngumu kukubalika, lakini kwa uwezo wa Mungu rufaa ikakubalika. Kuitwa ndo ilikuwa issue ambayo tunasubiria. Tulikata rufaa 2022. Tukasubiri mpaka 2025 tarehe 19 ya mwezi wa pili tukaitwa mahakama. Kabla ya kuitwa ndo alifanya tukio alilofanya, alivunja hapa. Yaani ni fujo kwa kifupi alitufanyia. Bila karatasi yote ya halali. Kama angekuwa na karatasi ya halali na uvunjaji huu umetokea, kusingekuwa na tatizo yote, lakini hamna karatasi, hamna nini, taarifa yote hamna, sijui vyombo husika kama vinaelewa, sijui. Alivunja kweli, lakini jana tuliitwa. Jana tumeitwa tarehe 19, jana tuliitwa mahakamani, tukaambia njoeni msomewe hukumu yenu ya hilo shtaka ambalo mlifungua hapa mahakama kuu ya rufani. Kweli tulikwenda. Tulipokwenda, japo ilikuwa shida, mimi ndio kama mjukuu nilienda, ni mwakilishi wa bibi na wale upande wa pili walileta wakili. Hawakuja mtu wote ila alileta wakili wao. Kweli tukasubiri, baada ya dakika kadhaa tukaitwa. Tukaanza kusomewa hukumu, tumekaa pande zote mbili na sisi. Tunachoshukuru hukumu ilisomwa Kiswahili. Hukumu ilisomwa Kiswahili kutoka Dodoma pale, sisi tukapokea kila kitu kikawa safi. Lakini nilichoshukuru mimi, kile tulichokuwa tunagushi mwanzo kukataa kwamba kesi yetu haitaki kuja huku, ije huku ila wizara mahakama ya mwanzo kwa sababu ni hela ndogo, ndicho kilichohukumu kesi ya jana. Ya kwamba mahakama ilikosea kufanya uamuzi wa shtaka hilo la milioni 11 wakati yeye mamlaka hiyo mahakama ni 50 na kuendelea. Kweli tunashukuru hicho kipengele kutupa ushindi kwa kushukuru wanasheria wetu. Kuna dada mmoja anaitwa Marieta Morel ambaye ni wakili, na kuna huyu ambaye anatusimamia kama baba ambaye anaitwa Ronald Mtepa. Tunamshukuru na tunashukuru media kwa sababu zilitupush, japo zilifikia hatua na zenyewe zikaona kama ni ubabaifu fulani ambako vitu ambavyo havipo, lakini kilio kile cha kupigania kwamba sisi tuna jambo mahakamani na sisi swala letu kimamlaka liko sehemu fulani, mamlaka hatutegemei, muhimili na nguzo wa nchi ni mahakama, tupo tunasubiri, fujo tumefanyiwa, lakini kote hivyo si hatukuona. Tukaona ngoja tu tufuate taratibu za kisheria. Amevunja, amemaliza, amefanya kila kitu, na eneo alilovunja kwa sasa si lake, kwa sababu hata uvunjaji wake hakutumia sheria. Kwa hiyo tunachoomba sisi na tunachofanya sisi sasa hivi hapa kwenye hili eneo, tumepata nani jana, haki yetu tumepewa. Tutakachosubiria sisi tutafuatilia nakala ya hukumu, tukishaipata tutachukua na oda ya mahakama. Bibi atakapokabidhiwa ile eneo kwa makaratasi yake atakayoyapata, ikiwemo hati yake, ikiwemo hata na ofa ya ile eneo, sawa. Kifuatacho kwetu sisi ni lazima tutafungua kesi ya jinai, kwa sababu ametuharibu na ameharibia vitu vyetu vyote vimetukia hapa. Akivunja kihalali tusingekuwa na shaka yoyote, lakini amevunja kimakosa. Hana karatasi ambayo sisi alituletea, labda karatasi kutoka mahakamani, na mahakama ingekuwa inatambua hilo, jana wakati nasomwa hukumu ingewekwa viambatanishi vyake kwamba bwana alivunja, lakini kosa lilikuwa hili na hili, au uhalali wa kuvunja ulikuwa huu, nyinyi mmeshinda, mtajenga kwa gharama zenu. Lakini kilio chetu kwa sasa paka media itusikie, sisi tunahitaji hili eneo ajenge au alipe, kwa sababu ametufanyia uvunjaji huu bila utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo tunaomba, sisi tunashukuru mheshimiwa mbunge, tunamshukuru mkuu wa wilaya, wote tuko karibu nao. Na hata hivi vibanda tulivyojihifadhi ni nguvu ya mkuu wa wilaya na mheshimiwa mbunge. Hivyo basi akaye akijua huko walipo. Sisi hatuna pesa, sisi hatuna uwezo wa kufanya kitu chochote zaidi ya kufuata sheria. Sheria itaongoza mkondo wake. Ametuvunjia, hatuna uwezo wa kujenga, tumeshinda, lakini tutalala nje? Haiwezekani. Kwa hiyo yeye inabidi awajibike kwenye hili, na kesi ipo, itafunguliwa, na yeye atashtakiwa kama mshtakiwa wa kuvunja hili eneo bila utaratibu wa kimahakama. Na ndio maana mwanzo na mara nyingi nikiongea kwenye media nawaambia sisi tunafuata sheria, mwenzetu anapindisha. Kama mahakama haijatoa amri akavunje, amekuja tu amevunja, ina maana yeye hawezi kusikiliza chombo chochote. Lakini sisi tutafuata utaratibu. Hii kesi itafunguliwa na nyingine 2 za nyuma zitafunguliwa. Kama ana eviction ya halali, eviction order alipewa ya halali, ataonyesha, lakini sio kwenye kesi hii tena ambayo sisi tumeshinda. Kwenye kesi mpya ambayo sisi tunataka eneo letu.
nyumba yetu iwepo, tumeshinda kesi, tunahitaji nyumba yetu iwepo, na yeye mwenyewe huko aliko anafahamu kila kitu alichokifanya. Kama anajipanga kufanya kitu kingine chochote kibaya kwetu sisi dua na Mungu ndo anatulinda. Shida iliyoko kubwa tunachohitaji, atasikia mkuu wa wilaya, atasikia Mama Samia, atasikia waziri mkuu, atasikia watu wengi viongozi. Shida ni eneo letu. Tumeshinda kesi, tunahitaji kulala ndani kwa sababu kulikuwa kuna nyumba na kesi iko mahakamani. Amevunja nyumba, kesi iko mahakamani. Kesi imeisha, sisi tumeshinda lakini tuko nje. Hatuwezi kupata msaada wa aina yoyote kusema mimi nitoe 200,000 nijenge hapa, sina uwezo huo. Na hakuna mwenye uwezo huo kwenye hii familia kwa sababu unaowaona wote ni underdog, yani ni watoto kwa kifupi. Wale wakubwa ambao bibi aliwategemea kama wanawe wote wameshafariki 11. Kwa hiyo kupitia hao niliowataja, akiwepo hao waliotupa support, mheshimiwa mbunge na mkuu wa wilaya, atasikia kutoka mkuu wa wilaya, atakuja mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, atakuja waziri, mawaziri, atakuja na wengine, mwisho wa siku itafika kwa mkuu mwenyewe. Nadhani ameliona na analifahamu hili swala. Tunashukuru sisi tumeshinda kimahakama. Haikuletwa mamlaka kuja kutuambia bwana mamlaka imeamua kwamba Biti Mzee ndo mmiliki halali. Sisi tumefuata taratibu za kisheria na mtu wetu aliyotongoza kwa sheria tunamshukuru, na jana tulikuwa naye mahakamani. Kwa hiyo ombi letu ni hilo, akae akijua asipofanya kimamlaka au mamlaka zisipomtafuta huyu mtu na kumwambia bwana ulichokifanya pale ni kosa, kafanya kitu fulani, sisi tutafungua kesi bila kutumia hela. Mara hatuna hela, tutafuata sheria na misingi. Atatueleza tu kwa nini alifanya hivi, na kama alifanya hivi kinyume cha utaratibu nini adhabu yake. Serikali yenyewe ndio inatambua adhabu za watu kama hao. Na huyo mtu bado anazungumza mitaani, huyo Lucas Komba anaongea mitaani, anapigia watu simu, anaambia pale haijaisha hadi iishe. Na sasa naona hata umri ya mahakama nayo kule wanataka kuivunja ya kwamba si amri halali, ile hukumu inataka kuonekana kama. Lakini sisi hatuogopi kwa sababu kama kuogopa tungeogopa mwanzo na tungeondoka mwanzo. Yeye afanye fujo kwa kutumia chochote. Sisi tutakachohitaji kwa sasa ni nyumba yetu iliyovunjwa hapa. Kesi tutafungua. Na uzuri haihitaji mashahidi wengi, video zipo, kila kitu kimechukuliwa, sawa. Kwa hiyo tutakachohitaji kwanza ni ile eneo. Alafu zile kesi 2 za nyuma ambazo naye alifanya fujo atalipa. Lakini hii kwanza, hii nyumba ishughulikie, watu walale ndani, watu wanalala nje. Haiwezekani. Umeshinda kesi sawa, lakini bado unalala nje. Aliyesababisha alale nje watu ni fulani, yupo na anafahamu hicho alichokifanya. Kwa hiyo tunachohitaji ni hilo la kwanza. Alafu haya mengine sisi wenyewe tutafuatilia. Tutakapopata nakala yetu ya hukumu, tutakapopata utaratibu wote, eneo letu tutalimiliki kihalali kabisa, kwa sababu kwa sasa ina maana tuna asilimia zisizopungua 55-50 ni la kwetu. Lakini tutakaposhika karatasi zetu ndio tutajua ile eneo la kwetu. Lakini eneo la kwetu sisi hatutaki eneo. Hapo wakati tunaendesha kesi kulikuwa kuna nyumba. Hii nyumba lazima irudi iwepo nyumba. Yule bibi alale ndani. Hawezi tena kukaa kwa watu, kukaa sehemu anavujiwa, haiwezekani. Sawa. Kwa hiyo ombi letu ni hilo. Akaye anatambua. Sawa. Na toka amevunjia nyumba mpaka leo ni siku ngapi zimepita au ni muda gani umepita? Tulivunjiwa nyumba tarehe 28 ya mwezi wa pili. Sawa, kutoka tarehe 28 mpaka leo tuna tarehe 9. Ina maana tuna mwezi mmoja na siku 9 tuko nje. Hatuna msaada wa aina yote zaidi ya zile turubai unazoziona pale. Hakuna msaada wa chakula, hakuna msaada wa nini. Kama mimi nisiongee uongo, siwezi kutoka kwenda kazini nikiacha watu kwenye hali ile. Nashindwa kutafuta kwa sababu ya pale. Sawa, uweze kutoka kwa mwacha ule bibi kwa sababu fujo za jamaa zinatishia. Kama aliweza kuvunja nyumba iliyojengwa na tofali, atashindwa turubai kuzichoma hata moto, atasababisha matatizo. Hatukuweza kutoka. Kwa hiyo ombi letu pia kwenye misaada bado tunalihitaji kwa sababu tumeshinda kesi, lakini sio kwamba tumepewa hela za kukidhi maisha hapa. Maisha hapa bado magumu na yatakuwa magumu kwa sababu hamna ile eneo. Nyumba haipo. Lakini ingewepo nyumba, watu wangefunga milango, wangeenda kazini, wakirudi wanakuta watu wanaishi. Sawa, na neno lako sasa ni lipi kwa serikali baada ya kushinda kesi hii? Mimi serikali naishukuru sana. Kupitia watu wote walioko serikalini na washukuru sana, tukianza mwenyekiti wa serikali za mitaa, akija mtendaji, akija na wengine. Yalopita sisi tunasahau kwa sababu sisi tuliamini kama haki ipo tutaipata. Yeye aliyokuwa anafanya makosa au anafanya kwa tamaa, labda alipewa kitu fulani ili atuangamize sisi, na hisi Mungu kilio chetu amekisikia. Tumekaa nje, tumefanya kila kitu kilichotakiwa kwa serikali. Sisi hatujawahi kuikosea serikali. Lakini wao wenye uwezo wa kuikosea serikali ndio wamesababisha hili. Lakini sisi tunaishukuru kupitia ngazi ya mwenyekiti wa serikali za mitaa mpaka rais wa nchi. Kwa sababu hapa kati kuna wengine wengi mnyororo, lakini mwisho wa siku huyu anaanza chini, juu kabisa yuko mwenyewe Mama Samia. Sisi tunawashukuru sana, lakini pia watu angalie kwenye hili. Tunahitaji kuishi katika eneo letu, hatutaki kuliuza. Baada ya miaka 19 ya machozi na jasho, hatimaye Juto Ali kikongwe wa zaidi ya miaka 80 amekabidhiwa
nyumba yake ambayo aliweza kupitia misukosuko mingi, ikiwemo kuvunjiwa nyumba hii ambapo ni takribani siku 40. Amelala nje kama ambavyo unaona pale nyuma yangu kuna kibanda ambacho ndo sehemu ambayo amekuwa akijihifadhi baada ya kukutana na sekeseke la kuvunjiwa nyumba yake na mtu ambaye aliwahi kumkopesha hela kiasi kidogo tu cha fedha, ambapo alichukua hati ya nyumba na baadaye kujimilikisha nyumba hii na kuwataka wahame katika eneo hili la Mwananyamala. Nikiripoti kutoka hapa Mwananyamala jijini Dar es Salaam, jina langu Mariam Shabani wa EA TV.